Haya, niambie katika hilo hilo, kumbe mabwana wawili wote sio wa huyo baba, hayupo hata Hechi. Tumeambiwa na Maimartha kwamba huyu Hechi ni tajiri sana, ni mtu ambaye ana hela zake na ndo baba wa mtoto wa Shu. Lakini huyu drama D, sasa unatuambia D ndo aliyekuja kuposti kwenye Instagram kwamba nataka kunyang'anywa damu yangu, kwamba mtoto wangu anataka kupewa baba mwingine na wakati ujauzito ulikuwa ni wa kwangu. Huyu drama, mtoto wako atakuwa drama kwa sababu kama angekuwa mtoto wako kweli ungeoneshwa mpaka cheti au ungeenda kupima DNA kaonekana. Cheti ambacho kile alitumiwa yeye kwenye WhatsApp wakati wana chat na amekiposti. Kapewa cheti cha mtoto. Shu. Kwa hiyo mtoto kaandikwa wake. Unaweza kuandikiwa mtoto na pia siwe wa kwako. Shu, ambacho kitu jana Shu kakiongea kwamba yeye alifanya vile kwa ajili ya kumdanganya kwa sababu alikuwa kwenye mahusiano miaka mingi nyuma, wakaja wakaachana, lakini Shu baada ya ndoa yake kuvunjika akawa amerudiana naye. Kwa hiyo aliogopa kumuelezea kwamba nina ujauzito wa mwanaume mwingine, akaogopa labda kinaweza kikamtokea kitu kibaya na nini. Kwa hiyo akawa anatafuta muda wa kumuelezea kwamba nilipata ujauzito ambao sio wako. Nafanyaje? Akaamua kumdanganya kwamba huu ujauzito ni wa kwako. Tapeli wa mapenzi. Maana hapo tutamuita Shu ni tapeli wa mapenzi. Ili kuwaje mwanamke mmoja unakuwa na wanaume watatu? Je, wote wale wangekukuta ungekuwa salama? Wanawake wa mjini, jiangalieni sana. Kwanza kwa Shu, jiangalie sana mwanangu. Dunia hii tunapita. Dunia ina mambo mengi. Hawa waliowafanyia hivyo wanaweza wakamgeuka ujue. Kila mmoja akachukua nafasi yake, na sasa hivi dunia ilivyo mbaya. Wanaume wamekuwa na roho zao na wanawake tuna roho zetu. Sisi wanawake roho zetu ni hizo za kuchepuka sasa. Za kutafuta mabwana hawa na hawa na hawa na hawa. Yeye hakuwa kwenye ndoa. Kama hukuwa kwenye ndoa, basi ungetafuta ambaye wakukuoa na ukazaa naye. Lakini sio leo una D, una H na K bado hatumjui. Bado hatujui na alphabet K hatumjui. Huyo sio mtu wa mitandao, hamwezi kumjua kama. Hata iweje? Hata kama hayupo Tanzania, lakini hapo tushajua kama baba sio wa huyo, sio yeye huyo baba. Baba wa wengine huyo K sijui J sijui nani, huyo ndo anakuja naye pia pengine sio wa kwake mtoto. Haya, hapo mtoto akishakuwa mkubwa unamueleza nini? Unamweka kwenye nafasi gani? Na watoto wetu hawa sasa hivi wanakuwa ni makuku broiler hawa. Wanakuwa pesi, wanayaona mambo yako yanaishi kwenye mitandao. Mtoto akija kukukataa utasema nini? Anakuja kukupiga mtoto, anakuja kukudhalilisha. Na lile kwenye kizazi linarudia. Jambo baya bwana, kwenye kizazi ndio huwa linarudia. Lakini jambo zuri si aghlabu sana kutokea.